Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Moja ya video clip ambayo inasambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni video clip hii ambayo inamuonyesha mchungaji akiweza kutoa maneno makali na mazito kwa moja ya muumini ambaye anaonekana amevaa jezi ya klabu ya Yanga. Mtamkia maneno mazito kweli kweli, kiasi kwamba hata Alikiba na yeye akaamua kuzungumza na kutoa komenti kuhusiana na maneno ya mchungaji huyo. Kwanza hebu sikiliza maneno ambayo kayazungumza mchungaji huyo. Yule kaka aliyevaa nguo ya Yanga yule pale, kijani yule pale, yule ni mtu ambaye alichofanyiwa atakuwa maskini mpaka siku anakufa, na uzao wake hautainuliwa kuanzia elimu mpaka kwenye kipato, na hata kuja kuishi na mwanamke kwenye ndoa akadumu naye mpaka wakazeeka. Namba 4, hata ajiriwa sehemu akadumu na hiyo sehemu. Naam, umeweza kusikiliza kwa uzuri kabisa kile ambacho mchungaji huyu kakizungumza. Hayo kweli ni maneno ya mtumishi wa Mungu kumtamkia binadamu wenzake ama mwanadamu wenzake. Ni maneno magumu kweli kweli. Na Alikiba naye kasema kwamba kama ingekuwa ni shehe ndio katamka maneno hayo, basi Waislamu wangelala naye mbele, kwa maana wasingeweza kumwacha aweze kumzalilisha mtu kwa namna hiyo. Alikiba naye ametoa maoni yake hapo kama ambavyo nimekuwekea hapo na unayasoma jinsi ambavyo ameandika hapo Alikiba. Hakika hayo ni maneno makali kweli kweli. Mtumishi wa Mungu unawezaje kumtamkia maneno binadamu wenzako maneno mazito na makali kama ya namna hiyo? Hakika hii inasikitisha kweli kweli. Mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na mchungaji huyu kutamka maneno hayo? Na je, kama ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamesema kwamba wasingekubali. Je, wewe ungefanya nini kama tukio lingekuwa limekutokea wewe?